Stars in Campus. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Stars in Campus. Kwa sasa ni Stars in Campus darasani. Tunakukaribisha tena kwa awamu nyingine tena ukapate kuona vipindi vyetu vya Stars in Campus ambavyo vitakufurahisha, vitakujenga, vitakufundisha hasa kwa wewe kijana ambaye uko chuoni au uko nje ya chuo. Usikae mbali na kipindi hiki. Utakuwa nami Readness Gerana. Stars in Campus. Kama kawaida katika kipindi cha Stars in Campus, tunakuwa tunakuletea mgeni ambaye anakuwa na mchango mkubwa katika jamii yetu, hasa katika jamii ya wanafunzi kwa ujumla. Na leo tuko na wageni. Usikae mbali na kipindi chako. Karibu. Karibuni sana katika kipindi cha Stars in Campus. Nadhani kuna wengine sio mara yao ya kwanza. Nadhani Jose umekuwa nasi katika kipindi kabisa cha kwanza cha Stars in Campus. Stars in Campus ni kipindi ambacho kinakuwa kinawaletea mada nzuri au topic nzuri wanafunzi na jamii nzima kwa ujumla, mambo ambayo yanaleta manufaa na ambayo yanawafundisha kwa ujumla. Leo nataka mjitambulishe katika kipindi chetu, mueleze wa Tanzania, watazamaji wetu nyinyi kina nani, mmetokea wapi na mnajishughulisha na nini. Tutaanza na kaka hapa. Karibu. Ninapenda kuchukua fursa hii kushukuru sana timu ya Stars in Campus kwa kutupatia hii fursa. Mimi na mwenzangu Jose pamoja na timu nzima ya Steps Volunteers Tanzania, hata kama hawapo hapa, lakini kuna timu ambayo inaendelea kufanya kazi nchi nzima kuhakikisha kwamba kusudi na nia na dhamira ya Steps inawafikia Watanzania hasa wanafunzi, na tunaona kwamba matokeo yake yanapatikana sawa sawa na jinsi ambavyo tumekuwa tukitamani. Kwa majina ninaitwa Isaya Jackson Mwakalinga. Mimi ni director ama mkurugenzi wa Steps Volunteers Tanzania na ndiye mwanzilishi wa Steps Volunteer Tanzania. Ninaamini tutakuwa na mengi sana ambayo utakwenda kuyasikia kuhusu sisi baada ya muda mfupi kutoka sasa. Asante. Wewe ni director. Ndio. Hongera sana kwa sasa. Na kwako kaka. Asante sana mtangazaji. Kwa majina naitwa Aristides Joseph. Mimi katika organization au taasisi ya Steps Volunteers Tanzania ni campus program coordinator. Kwa nipende kutoka fursa hii kushukuru sana Stars Campus. Nina imani kwamba wasikilizaji wataweza kusikilizaji na watazamaji wataweza kupata mazuri ambayo tunayo. Wapenzi watazamaji wa Stars in Campus, nadhani mmeweza kusikiliza wageni wetu wa leo. Tuko na director wa Steps Volunteer pamoja na campus coordinator. Moja kwa moja wageni wangu wa leo, wapenzi watazamaji wangependa kujua ni nini maana ya Steps Volunteer Tanzania. Okay. Labda kwa kwanza niseme pamoja na kwa mimi ni mkurugenzi, lakini pia mimi ndiye mwanzilishi, na katika kuanzisha tuko mimi na rafiki yangu mkurugenzi pia anaitwa Hailin. Yeye hayupo hapo katika majukumu mengine. Tunapozungumzia kuhusu Steps Volunteers Tanzania, ni kama jinsi ilivyo neno steps lina maana ya hatua katika lugha ya Kiswahili. Tunapozungumza kuhusu Tanzania ni kama jinsi ambavyo Tanzania ilivyo kwa maana ya kwake, lakini pia tunapoongelea kwa maana ya volunteer tunazungumzia kwa habari ya kujitolea kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ni ile kitendo cha kuchukua hatua ya kujitolea katika taifa lako la Tanzania. Sasa unapotizama katika ile ramani ya ile logo ya hii shirika letu, unaona pale kuna ramani ya Tanzania, lakini pia kuna hatua ziko mbili. Hatua ya kwanza iko ndani, lakini hatua ya pili iko mpakani. Zile ni nyayo za watu ambao wameamua kujitolea, lakini wakianzia ndani ya nchi. Kwa Steps sasa ni taasisi ambayo lengo lake ni kutengeneza kizazi cha watu ambao watajitolea katika taifa lao kwanza, na baada ya hapo kwenda nje ya nchi. Kwa hiyo tulikuja na wazo hili kwa sababu tulikuwa tumetizama katika nchi zilizoendelea kuona kwamba kitu ambacho kilipelekea wale watu wao kuja na ule mtizamo ambao ni kwa jamii yao zaidi, ni kwa sababu walianza kujengwa katika misingi ya kujitolea.
Kwa hiyo tukaona okay, unajua kitu kizuri ni vizuri ukichukue. Kitu kizuri lazima ukichukue. Hata mheshimiwa aliwahi kusema kizuri kula na wenzako. Kwa hiyo hebu tukaona tuchukue kama import idea. Okay, tunawezaje tukatengeneza kizazi chetu cha watu ambao wataamua kwanza kujitolea kwa jamii ya kwao ili kuleta matokeo ambayo tumeyaona katika nchi za wenzetu. Kwa kusudi letu kubwa sana ni kuona kwamba tunatengeneza idadi kubwa ya watu ambao ni innovative, watu ambao ni creative. Sasa katika nchi yote ambayo imeendelea, hii ndio misingi. Ili nchi iendelee inahitaji watu ambao they would think for their community. Watafikiri kwa ajili ya jamii ya kwao katika namna ambayo iko very creative, katika namna ambayo iko na ubunifu mkubwa sana, katika namna ambayo iko na uwezo wa ubunifu. Kwa hiyo katika nchi ya kwetu ya Tanzania kuna kila kitu ambacho kinaweza kumfanya mtu yote akafanikiwa. Kila kitu kipo. Lakini changamoto kubwa ambayo tunayo sasa kama taifa na haswa kama vijana ni ule uwezo sasa wa kuja na mawazo ambayo ni mawazo bunifu, mawazo ambayo yako yamejengwa katika misingi ambayo iko very creative, lakini ambayo iko very innovative. Tukasema okay, badala ya kulalamika sasa tutengeneze kizazi cha watu ambao watasema kwamba tunataka tufikiri kwa niaba ya jamii yetu. Tuje na mawazo bunifu, tuje na mawazo ambayo ni very innovative. Nadhani ni habari njema sana kwa wasikilizaji leo kuhusu Steps to Volunteer. Labda nirudi hapa kwa kaka. Nini faida za Steps to Volunteer, ina faida gani katika jamii ya Tanzania hasa kwa vijana kwa ujumla? Asante sana mtangazaji. Kulingana na swali lako ambalo umeuliza kwamba Steps ina faida gani katika kwa yule mtu ambaye amedhubutu kujitolea. Kwanza, kujitolea maana yake ni kama alivyosema mkurugenzi, ni ile hali ya mtu kufanya kitu bila kutarajia atapata nini. Kwa tunapozungumzia faida ya kujitolea, kitu cha kwanza utapata ujasiri. Kupitia kujitolea utapata ujasiri. Kivipi utapata ujasiri? Kwa sababu utakuwa umechukua ile hatua ya kwenda kujitolea. Utakutana na mambo mengine. Kwa mfano, tuseme mimi sasa hivi Mungu anasaidia naenda kujiweka yangu ya biashara. Kwa nitakapochukua ile hatua ya kwenda kuelimisha wananchi kuhusiana na masuala ya biashara, nitakuwa na ujasiri katika yangu ya biashara. Kitu kingine tunapata ni kuwa mtu atakuwa na kupata experience. Utapata kuwa na experience, tuzungumze ni ujuzi. Ule ujuzi kamili wa kujitolea, kwa sababu unapokuwa unajitolea kwa unafanikisha kile kitu katika mazingira sahihi. Unapokuwa unafanikisha kile kitu katika mazingira sahihi, unakuwa unapata ujuzi. Zipo faida nyingi ambazo binadamu atazipata katika kazi. Nadhani umeweza kutaja faida kama 2 za kujitolea. Labda turudi kwa wewe kaka, kwamba kuna faida gani kama mtu atachukua hatua kujitolea katika hiyo jamii husika ambao mtu mwenyewe ameamua kuthubutu kujitolea. Ameongea vizuri sana ndugu yangu Jose hapa alipokuwa anasema kwamba unapata hizo faida, unapata uzoefu, lakini pia una namna ambavyo ujasiri unaongezeka ndani yako. Kitu kingine ambacho unaweza ukipata ukiwa ndani ya Steps, moja ni kwamba unaweza ukapata, kwa lugha ya Kiingereza wanasema exposure. Ninaweza kukosa neno zuri sana la Kiswahili, lakini neno exposure ni ile namna ya kupata kuona vile vitu ambavyo yamkini viko nje usingaliweza kuviona katika namna hii ya kawaida. Neno exposure katika moja ya program tulizonazo inaitwa Exchange Volunteer, ambayo tunachukua wa volunteer wa Kitanzania na kuwapeleka nje ya nchi, na tunachukua nje ya nchi tunawaleta ndani. Sasa hiyo hatua tu peke yake ya kuchukua wengine kutoka nje na kuwaleta ndani na kuchukua ndani kuwapeleka nje, ni hiyo tunasema kwamba hicho ni kitendo cha mtu anaweza akapata exposure, anakuwa exposed, anawekwa katika mazingira, exposed to the environment ambayo iko na uwezo mkubwa zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo ni moja ya program yetu. Tunachukua watu tunawapeleka kwenye mashirika. Tunafanya sasa hivi na Ujerumani. Tunawapeleka katika nchi huko, na huko wanaona hizo nchi zilizoendelea wamefanya vitu gani. Kwa anaweza kawa na volunteer katika shirika fulani na volunteer katika taasisi fulani, kampuni fulani, tukiwa na lengo la baada ya yeye kurudi aje na input kwamba alete wazo ndani ya nchi, ili kupitia zile rasilimali ambazo tunazo kama taifa sasa zisaidie
asaidie yeye kutuambia bwana, okay, mimi nafikiri mngefanya hiki 1 2 3. Sasa sio kwa kufanya, kwa kutuelekeza. Yeye sasa afanye. Nimewapenda wako vijana wengi ambao katika taifa hili wamepata nafasi ya kwenda kuchunguza katika nchi ya Rwanda, nchi ya Kenya, kuona wenzao wanafanya vitu gani na wanaleta. Kuna watu wanafanya kilimo cha samaki, wengine wanafanya mashamba, lakini katika teknolojia ambayo ni rahisi lakini ambayo ni nzuri. Kwa tunapotumia hiyo sasa tunasema kwamba exposure, mtu anapelekwa ama analetwa. Kitendo cha kubadilishana, kukutana na mtu ambaye hukupata kukutana naye, inakusaidia kupata uelewa, inakusaidia kupata ujuzi juu ya jambo ambalo haukulifahamu mwanzo. Kwa hiyo hii steps volunteer inaweza ikasaidia na inasaidia na imekuwa ikiwasaidia wengi sana kupata hiyo exposure. Nimependa sana wazo la kujitolea. Na mimi pamoja na watazamaji tungependa kujua ni jinsi gani mnawapata hao vijana sasa. Kwa sababu inawezekana kuna mtu anaangalia na amevutiwa sana na swala zima la steps volunteer. Ni kwa jinsi gani mnaweza mkawakusanya na kuwafikisha hiyo sehemu husika ya kujitolea? Labda Jose anaweza akajibu. Asante sana mtangazaji, swala nzuri sana. Na imani kwamba kupitia Stars Campus watu wengi watakuwa wanatuangalia sasa. Ndio. Ni jinsi gani hata vijana na wanafunzi kwa ujumla. Na kama mimi nilivyojitambulisha kama mimi campus nafikiri njia mojawapo ya vijana watakavyoweza kutufikia sisi. Kwa sasa tumeweka ile program ya kuzunguka kuanzia vyuo vyote. Kwa tuna program moja kwa kila chuo tunakuwa na ambassador. Tunapokuwa na ambassador, baada tutakuwa na club. Tutakuwa na club, yule mtu ambaye atakuwa yuko tayari kufanya swala zima la kujitolea atajiunga kwenye club. Na akijiunga kwenye ile club tunakuwa tumeshakuwa member. Na lengo letu tunataka rahisi kumfikia. Itakuwa ni rahisi. Na akishajiunga kwenye ile club ambayo tutakuwa tumefungua kila chuo tutakachopita. Sasa hivi tunaanza Mount Meru, kutoka Mount Meru tutaenda Arusha University. Niseme tu vyuo vya universities Mount na katika Arusha region tumeshazunguka vyuo sana na watu wametoa mtukio mzuri. Ni lazima kabisa wavutiwe kwa sababu ni kitu kizuri sana. Labda ningependa kujua kwamba tunatofautiana katika career, tunatofautiana katika shughuli mbalimbali tunazozifanya. Sasa nyie kuna aina ngapi za kujitolea ambapo mnajua kwamba huyu mtu anastahili sehemu hii, huyu anastahili sehemu hii, au ni moja kwa moja kwamba inakuwaje? Labda niongezee kitu ambacho Jose alikuwa anajaribu kueleza Watanzania kwamba tunawapataje kwanza hawa watu. Ziko njia nyingi sana. Okay. Moja ya njia ni hiyo ambayo ameongelea kwamba wako wanafunzi katika vyuo, si vyuo tu peke yake. Vyuo pamoja na shule na zile wanaziita colleges pamoja na institute. Hawa wote hawa katika ujumla wao, kwa sababu hichi kipindi kinahusu Stars Campus, basi hawa wote kwa ujumla wao wote wote wana qualify. Kwa lugha ya Kiswahili nasema kwamba wanakidhi kuwa sehemu ya hiyo steps. Ziko aina nyingi za kujitolea. Ziko aina nyingi sana za kujitolea. Lakini sisi kitu chetu ambacho tunatamani kukifanya, kiu yetu ni kuona kwamba tunatengeneza kizazi cha watu ambao wanania kujitolea. Ndio hiyo ndio imekuwa haja yetu. Ziko aina kama 3 za kujitolea ambazo steps inazitumia. Kuna moja ambayo inaitwa professional practical training ambayo sasa kwa sababu inawahusu hichi kipindi kinahusu wa Tanzania ambao ni wanafunzi wa vyuo, labda nielezee hiyo. Professional practical training ni ile namna ambayo unajua dada Litness, tuna changamoto moja katika nchi yetu kwamba si wanafunzi wote wanapata nafasi ya kufanya hizi practical trainings. Mnazita internship. Yeah, exactly. Au internship programs. Hata katika nchi za wenzetu zilizoendelea wanaanza kumwandaa mwanafunzi kuanzia akiwa high school, wakijua kwamba anataka kuwa kitu fulani, kwa sababu kila mmoja anakuwa anajua ni nini anachokitamani. Sasa wanaanza kumwandaa, kumuunganisha na zile sehemu anatakiwa kwenda. Sasa kama mtu anatamani kuwa mwalimu, anatamani kuwa daktari, anatamani kuwa engineer, vyovyote ambavyo mtu anatamani, kama ni mwandishi wa habari, kama ni mtu anatamani kufanya kazi katika hoteli, wanaanza kumwandaa mapema. Kwa hiyo wanaanza kumpeleka katika hayo maeneo, yani ni ya hizo practice. Sasa tukasema okay, ni kweli huo mfumo katika nchi yetu hatuna wa kuanza kuandaa hawa watu tangu wako high school ama wakiwa wako level.
Hata steps kitu tunachokifanya sasa ni kuanza kuunganisha hawa watu na hizo taasisi. Kwenye ni link kati ya hizo taasisi. Sawa kabisa, sawa. Wanafunzi. Kabisa, nimepatia kabisa kwamba sisi tuko hapa katikati, tunasimama kama middleman. Sasa kwa sababu nchi imekuwa na hili ombwe, tunasimama hapa katikati. Badala huyu mwanafunzi kuzunguka yeye mwenyewe aende akaombe, sisi tunachokifanya ni kwamba yeye anakuja kwetu. Mimi ninatamani kufanya kitu 1 2 3. Mimi nasoma mambo haya, lakini safari hii nikiwa niko mwaka wa kwanza, niko high school, niko form 5, natamani kufanya kitu fulani. Kwa sisi tunachokifanya tunampeleka kwenye hiyo taasisi. Tunaita professional practical training program, ambayo sasa mwanafunzi anakwenda kufanya kuvolunteer kwa wiki 2, miezi 3, mwezi mmoja, au muda ule ambao wazungu wanasema gap year, ama wakati yuko likizo anakwenda kuvolunteer. Badala ya kukaa tu hivi atizame television ama asiwe na kazi ya kufanya, basi anakuwa attached, anaunganishwa na taasisi ambayo inafanya kile ambacho yeye anatamani kukifanya. Na hii tumeona kwamba inaweza ikasaidia kuwa na kizazi cha watu ambao hawaendi tu kwa kuchagua, kwa kuangukia. Kwa mfano unakuta mtu alikuwa yuko form 5 na form 6 anaangukia chuo kikuu. Stars in Campus. Kwa taasisi ambazo zinashirikiana na nyie ambazo zitapokea hao volunteer, wanaamini vipi kwamba hawa watu ambao mnawapelekea ni sahihi na watawafaa katika hizo activities? Asante sana mtangazaji. Kulingana na swali lako ni kwamba hizi taasisi ili zitatuaminije kwamba tunawapelekea watu ambao ni sahihi. Kitu cha kwanza, tunapopokea maombi ya yule mtu ambaye anataka kujitolea kulingana na profession yake na ujuzi wake, tunafanyia training. Sasa ile training sisi inatuaminisha sisi kwamba mtu tunampeleka katika organization anakuwa yuko vizuri katika ile sehemu ambayo ameiomba. Na niwatie moyo watazamaji, niwatie moyo taasisi zote ambazo zina uhitaji watu katika kujitolea katika maofisi, katika shughuli mbalimbali. Wasisite kutufikia steps volunteers. Tunao watu wa kutosha na watu ambao wako vizuri katika kila aina ya sekta. Kwa kama kuna mkurugenzi, kuna taasisi binafsi wanawasiliana na nyie, wanawaambia tunahitaji labda idadi ya watu fulani, afu nyie tayari nadhani mna watu wa kutosha, kwa sababu hiki kitu kweli ni kizuri. Na najua ni watu wengi sana ambao wanahangaika tu kwa field, bado hapo kazi, si ndio? Hii ilikuwa ni aina ya kwanza, mheshimiwa. Labda tuende kwa hizo aina nyingine ambazo zimebaki kwa ufupi kabisa. Labda nijeleze kidogo tu hapa nilichokuwa nakiongelea ndugu yangu Jose, ni kwamba hawa watu ni wanafunzi, ni Watanzania ambao wako huko, wako vyuoni na wengine wamaliza lakini hawana sehemu za kazi. Sasa kwa nini hawana sehemu za kazi? Hakuna taasisi ama shirika ambalo lingependa kuchukua mtu ambaye hana kitu ambacho kinafanana na maadili ya hapo. Sasa hii ni njia ya kutengeneza kizazi cha watu ambao sasa wanaweza kufiti kukaa katika hizo taasisi. Na kuna wengine taasisi nyingine zilikuwa zinatamani kuwapata hawa watu, lakini kulikuwa hamna watu wa kufanya hiyo link ili waweze kuwafikia. Katika nchi yetu tunayo hii taasisi inasema kwamba inawasaidia watu kuunganisha na sehemu za ajira. Sisi hatuunganishi watu na sehemu za ajira. Sisi tunamuandaa huyu mtu kuja kuwa mfanyakazi bora, mwenye maadili mazuri, mwenye experience nzuri, mwenye kila namna na confidence na kila kitu. Labda nielekea haraka katika program za kwetu. Ndio, tumesema kwamba kuna hii ya kwanza tulikuwa tunaelezea hapa inaitwa professional practical training. Innovation, ya pili inaitwa innovation booth camps. Hii ni program ambayo inawaandaa Watanzania kuwa wabunifu. Kwa either kwenye masuala ya ujasiriamali, entrepreneurship, ama katika masuala ya sayansi. Sasa hii inafanya kazi kuanzia ngazi ya msingi huko. Tunatamani kuchambua na kuchomoa vile vipawa na vipaji vilivyoko ndani ya watoto. Maana tunaamini hakuna mtu anazaliwa hana kitu. Sasa ili kukichomoa hicho kitu lazima uanze kuandaa hao. Kwa tuna hizi kambi ambazo kazi yake kubwa ni kuwachonga watu, kuwatengeneza watu. Mimi nampenda huyu mtu aliyegundua pesa Kenya. Ni kwa sababu kitu kilikuwa ndani yake. Kwa sababu alionyesha ule ubunifu wake, ndio akaonekana kwamba ni mtu anacho kitu kinatumika nchi nzima sasa, Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tunao watu wangapi katika nchi yetu? Tuna wanafunzi wangapi ambao ni kweli wanasoma ualimu, lakini kuna vitu vikubwa viko ndani yao ambavyo vinaweza. Nimeona watu ambao
wanafanya fashion lakini walisomea udaktari. Wanafanya vizuri sana katika hiyo sekta. Kwa maana kama ukimtengeneza mtu tangia mwanzo, gundua kilichoko ndani yake na akaanza ukamuunganisha na watu ambao wanaweza wakinunua ama wakashirikiana naye na ukamsaidia namna anaweza akasajili haya mawazo yake, kama ni kampuni kama ni nini, nina uhakika tunaweza tukaenda kwenye Tanzania ambayo tunaitaka. Labda nielekee kwenye kitu cha tatu ambayo inaitwa community support program. Sasa hizi community support programs tunachokizungumza katika steps, najua sasa amekuwa kikirudia mara nyingi sana, na ndio kusudi la sisi kuanzisha hii ilikuwa ni kwamba hii community ili ibadilike, jamii ya Tanzania ili ibadilike, inahitaji wa Tanzania wafanye. Nampenda mtu mmoja ambaye yeye ni alishafariki sasa, ni marehemu, lakini mwandishi wa vitabu anasema we give when we give ourselves. Watu wengi wanatamani kutoa na maandiko haya yanasema kwamba mkono unaotoa ndio unaopokea. The more you give, the more you receive. Kwa hiyo watu wengi sana wako na mikono imejikunja, hawatamani kutoa, lakini jamii inawahitaji. Kwenye jamii huko kuna watoto yatima, kuna watu ambao wanaugua, kuna watu hawajui elimu ya afya inatakiwa namna gani. Sio lazima ukamtibu mtu. Watu wengine wakiambiwa vizuri kuhusu masuala ya afya, wanaweza usikumbane na hayo magonjwa. Kuna watu wana matatizo ya mahitaji maalum. Watu wengi sana katika jamii ambao wanahitaji watu wawafikie. Hao watu wamevunjika mioyo. Wanaamini kwamba hakuna namna tena, hakuna tumaini kwao. Kama tunatamani kubadilisha hii jamii, sio kwa kupeleka pesa na nini. Tunahitaji watu ambao watasema tupo tayari, we are ready to go to that community. Tunachozungumza hapa ni kwamba tunatamani kuona idadi kubwa ya volunteers kutoka vyuoni wakisema kwamba ninapokwenda likizo, badala ya mimi kwenda kwetu Musoma, wacha mimi nielekee Iringa, wacha nielekee Manyara, wacha nielekee Moshi, nikajitolee kwa muda wa mwezi mmoja ama wa wiki mbili. Ninatamani kujitolea kwenye jamii. Kama kuna shule imechakaa, ninatamani kujitolea pale katika kupaka nini, kupaka rangi. Ninatamani kujitolea kwenye shule ya primary kufundisha hesabu. Ninatamani kufundisha arts and music. Ninatamani kufundisha katika shule. Mimi najua lugha ya Kiingereza. Hao wanafunzi wa kijiji cha labda kijiji cha huko wapi, hawafahamu lugha ya Kiingereza, wanaongea lugha ya kikabila, hawajui chochote. Ninaweza nikajitolea kwa muda wa wiki mbili kufundisha mahali pale. Sasa unafahamu vizuri hisabati, lakini kuna shule ambazo zina uhitaji wa walimu wa hisabati. Unaweza ukajitolea kufundisha topic moja mahali pale. Sasa badala hawa wanafunzi kwenda likizo, badala hawa madaktari kukaa hivi, unaweza ukajitolea. Sasa mimi ninatamani kwa muda wa mwezi mmoja ama wiki mbili nijitolee kwenye kijiji fulani. Na hii tunaifanya kwa namna iko tofauti. Huyu ni mwanafunzi anasoma KSMC udaktari, ama ni mwalimu anasoma Mount Meru University. Badala ya yeye kwenda likizo, anakwenda kujitolea. Kwa yeye anaelekea kwenye community. Jamii yetu ya Tanzania haitabadilika kwa maneno, itabadilika kwa matendo. Unajua actions speak louder than words. Sasa kwenye hii tunazo project nyingi sana ambazo tunafanya nazo kazi. Moja ya project inaitwa Health and Medical Volunteer au Medical Project, ambayo mambo ya afya. Unajua unaweza kuongelea kuhusu masuala ya ukimwi, unajua masuala ya kifua kikuu, unaweza ukaongelea watu kuhusu kutumia maji safi. Badala ya kuenda likizo, njoo omba kuvolunteer. Hizi project ziko ndani ya program. Exactly, ziko ndani ya programs. Ziko nyingi sana. Afya, kuna medical and health volunteer, kuna teaching programs, kuna HIV, kuna Mom Africa project. Ziko nyingi sana. Nimejitahidi kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata sehemu yake ambayo inaweza ikamfiti. Ni kweli. Sio labda huyu ni nesi asema ni kwa ajili ya watu wa business. Hapana. Huyu ni mwalimu asema hii ni kwa ajili ya watu fulani. Ni kweli. Kwa hiyo mmejaribu kuzitawanya badala ya mahitaji ya jamii. Badala ya mtu kwenda nyumbani amesoma masuala ya finance, masuala ya biashara, awasaidia kina mama wale wa vikoba. Ndio project yetu ya Mama Africa. Unaenda akawasaidia kina mama, wameanzisha kikundi chao cha kikoba, lakini hawajui namna wanaweza wakaongeza mtaji wao, wakaongeza mpaka wakafikia wakawa na uwezo wa kufanya investment. Wasaidie katika ushauri wako wa elimu yako ya chuo kikuu. Kwa unajitolea. Sasa shida ni kwamba watu wengi wanatamani kutanguliza pesa katika kila jambo. Ziko project, tutatuambia Tanzania ziko project nyingi sana kwa ajili ya kila Mtanzania. Ya kwako ipo. Usiseme kwamba mimi mbona hajataja hapo. Ziko nyingi na ya kwako ipo kabisa. Ziko mashirika tunafanya nao kazi, na hizi tunazita placement, vituo vya watoto yatima, mashule, NGO, taasisi mbalimbali, sehemu mbalimbali tunafanya nao kazi. Hebu naomba ujitolee hapo.
Wasiliana nasi, tutakuunganisha nao. Hii ni habari njema sana kwa Watanzania. Yaani mimi mwenyewe nimeipenda kabisa hii idea. Labda kwa kumalizia, maana muda wetu sio rafiki, kaka Jose, unaweza kutuambia changamoto gani ambazo mnakutana nazo katika hii swala zima la STEPS Volunteers Tanzania? Asante sana mtangazaji, kwamba changamoto ambazo tunakutana nazo, ya kwanza ni kwamba mtu anakuwa yuko tayari lakini anatanguliza pesa. Kwamba kwa mfano sema mimi na yani kweli, yani kuna watu hapa wanajiuliza kwamba nitalipo shilingi ngapi. Lakini niwaambie, akishatanguliza pesa, hicho ndicho kizazi ambacho sasa hivi tulicho nacho. Mtu anaona kwamba nikifanya kitu nitalipwa nini. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni kwamba mtu anakuja na sema mimi nataka kujitolea, lakini nitapata shilingi ngapi? Hiyo ni changamoto kwanza ambayo tunakutana nayo. Na ndio inayo mbaya sana. Sasa ndio maana tumekuja na idea ya kwanza. STEPS Volunteers. Ukijitolea kuna mambo mengi ambayo ukijitolea kutoka show love, you inspire. Exact. Kwamba niwatie moyo wanafunzi wenzangu kwamba ili swala la kutanguliza pesa ni swala ambalo si sahihi. Kwa mfano, watu sasa hivi wanafanya ile mission ya kwenda kuhubiri neno la Mungu. Unapita na bahasha, unaomba msaada na unapata. Sasa unapokuja kwenye swala kama hili, swala la financial litakuwa si tatizo. Ukishakuwa na ile moyo. Kwa changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo ni hiyo, kwamba bwana mimi nitapata shilingi ngapi? Anashindwa kuchukulia ile maana ya halisi. Jamani, kujitolea ni moyo, na sitangulize pesa mbele kwanza. Uwe na moyo kwanza, halafu ukishajitolea hayo mambo mengine yatafuatia. Nipende kuwashukuru sana wageni wangu, na kwa kama una neno moja kwa ajili ya Watanzania, na kaka hapo utaongea neno moja kwa ajili ya Watanzania, halafu nawakaribisha tena katika kipindi kingine, tutaongea mengi zaidi. Kubwa, nimependa sana idea yenu, nimependa sana mawazo yenu. Nadhani mtafika mbali. STEPS Volunteer inafanya kazi na makao yake makuu yako Arusha, na inafanya kazi kwa sasa na mikoa 4. Tumeongeza mkoa mwingine juzi, mkoa wa Iringa, na tunafanya kazi na shirika moja. Unataka kujitolea, lakini unawaza utatupata namna gani? Mawasiliano yetu, namba zetu za simu ni 0755 46 48 64. Una maswali, andika swali lako kwenye email yetu ama tuma kwa message. Una jambo lolote, stepsvolunteers@gmail.com. na unatumia mtandao wa kijamii Facebook, Instagram na Twitter. Tunapatikana kwa jina hilo hilo, STEPS Volunteers Tanzania. Labda Jose anaweza akatutajia namba zake za simu ili itusaidie. Ndio. Asante Tanzania ambao unatutazama katika kipindi hiki. Nikutie nguvu, nikutia ujasiri kwamba utaweza kutupata kwa kutumia namba 0769 59 73 65. Na nikutia nguvu kwamba usisite. Hebu tutumie muda wako. Jitolee, Mungu atakulipa. Nadhani mmesikia wenyewe, mmefurahia, mmekipenda kipindi cha leo. Kwa kweli idea ya kujitolea ni nzuri sana. Mabadiliko ni mimi na wewe. Tuchukue hatua kuliko kumaliza muda mrefu kuangalia TV, kuangalia movie. Hebu tuitumie hii fursa katika kujitolea. Niweze tu kuwakumbusha taasisi mbalimbali kama mlivyosikia wageni wangu wa leo. Taasisi sasa, wale wafanyakazi au watu ambao mlikuwa mnawahitaji, hamtahangaika tena kuita interview kufanyaje. Moja kwa moja mkishirikiana na STEPS Volunteer, mtaweza kupata wafanyakazi ambao ni bora kabisa, ambao wana nidhamu, wana confidence na vitu vingine. Stars in Campus. Kitu kingine, ndugu mtangazaji, ni kwamba ningependa kuyaomba mashirika na taasisi ambazo na serikali ambazo zinatamani kushirikiana na sisi, kujitokeza, kuwasiliana nasi, na sisi tunaendelea na kazi yetu, kuendelea kuyafikia mashirika mengi sana. Hadi sasa tuna mashirika karibia 100 na kitu ambayo tumezungumza nayo, na mengine yameendelea kupokea. Na kama uko na shirika la kwako unatamani kushirikiana na sisi kwenye kipengele fulani, tupo tayari kushirikiana pamoja na wewe. Labda tuseme tu, hivi karibuni tumetoa essay competition baada ya ile tangazo letu la wale wanafunzi ambao walikuwa wanatamani kwenda
kuvolunteer Ujerumani, kumalizika tumetoa essay na mshindi wa kwanza anapata $400, dola 200, mshindi wa pili anapata dola 150 na mshindi wa tatu anapata dola 100, na pamoja na zawadi nyingi sana ikiwemo safari ya kwenda Iringa ambayo imelipiwa kwenda na kurudi, pamoja na sehemu ya kukaa accommodation, pamoja na kufanya kazi na shirika linaloshughulika na masuala ya tembo. Tunachoamini ni kwamba kama leo mtu ataamua yeye kuwa kama balozi ama kuwa kama rais ama kuwa kama waziri wa maliasili na utalii, lazima atakuja na mkakati wa namna ya kuzuia ujangili katika taifa hili. Kwa wanafunzi wote wa Tanzania wote walioko ndani ya nchi bila kujali chuo wala mkoa, hebu shiriki. Utapotembelea page yetu ya Facebook ya Steps Volunteer Tanzania, utaona lile tangazo liko mahali huko. Hebu shiriki, andika hiyo essay zidi maneno 150 isipungue 1450. Shiriki kwenye hiyo essay, shinda zawadi yako. Ninaamini Tanzania inaweza ikabadilika. Mabadiliko ni wewe. Wazungu wanasema you can be. Mabadiliko ni mimi na wewe. You can be the change you want to see. Change starts with you. Change can start within you. If you cannot change to be that change, change will never come. Niwashukuru wapenzi watazamaji wa kipindi cha Stars ni Campus. Niwashukuru pia wageni wangu kwa kufika katika kipindi chetu. Nadhani kazi yenu ni njema sana na niwatakie kila la heri. Karibuni tena Stars ni Campus. Wapenzi watazamaji wa Stars ni Campus, nadhani muda wetu sio rafiki na tumemaliza kipindi chetu cha Stars ni Campus. Nipende kuwakaribisha kwa taarifa mbalimbali, kwa maelezo mbalimbali kuhusu kipindi chetu. Tembelea na kulike page yetu ya Facebook, subscribe channel yetu ya YouTube na uendelee follow Instagram kwa jina la Stars ni Campus. Ulikuwa nami Readness Gerana. Asante na kwaheri. Asubuhi mapema jua limechomoza tena, ila mie sina tofauti na jana, hata cha kutafuna sina. Natazama pembeni, nyuma, mbele, sioni mwingine, mimi pekee. Nagopa kwenda mbele, kule amna cha bure, wapo wanauza utu wale. Nabaki na lalamana, nipa moyo nikiamini kesho tapita, ila leo bora jana.